Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba NATO bado hawajajiandaa kwa vita dhidi ya Urusi. Miongo kadhaa iliyopita, shirika la mkataba la Atlantiki ya Kaskazini NATO ilijitayarisha kwa vita ikijiamini katika faida yake juu ya adui yoyote. Nchi wanachama wake ziliweka pakubwa katika silaha za hali ya juu, ndege za siri, silaha za usahihi, manowari za siri na wabebaji wa ndege za ukubwa zilisimama kama walinzi wa magharibi. Nguvu hii ilionekana kutotikisika hadi hivi majuzi. Mnamo Septemba 10 mwaka huu, wakati wa shambulio lingine kubwa la anga la Urusi huko Ukraine, zaidi ya ndege 20 zisizokuwa na rubani za Urusi zilivuka hadi nchi jirani ya Poland, mwanachama wa NATO. Alilazimika kuchakachua zana za kijeshi za mamilioni ya euro, ndege za kivita za F-16 na F-35, helikopta za kijeshi na mifumo ya makombora ya kutoka ardhini hadi angani ya Patriot ili kuzima vitisho vinavyoweza kutokea. Ndege kadhaa zisizokuwa na rubani zilidunguliwa, zikiwemo za Shahedi 3 na dummies kadhaa zilizotengenezwa kwa bei nafuu. Hata hivyo, kutokana na hayo, mkurugenzi wa huduma za ujasusi wa kigeni wa Urusi Sergei Narishkin ametoa hotuba katika mkutano wa baraza la wakuu wa washirika wa usalama na huduma maalum za nchi wanachama wa CIS huko Samarkand, Uzbekistan, akisema masuala muhimu kwamba katika nyakati hizi NATO hawana ubavu wa kuweza kupambana na Urusi. Amesema washirika wa Ulaya wanajitayarisha kwa vita na Urusi na kuongeza pato la ulinzi kwa haraka na kufanya mazoezi ya uhamasishaji na propaganda kuhusu uchokozi usioepukika mara kwa mara. Narishkin alisema suala la msingi bado halijatatuliwa: wapi watapata uhamasishaji wa kutosha unaoambatana na sifa muhimu za kimaadili na kisaikolojia. Alitaja hali ya uchumi wa mataifa hayo kwamba haiwezi kuwafanya wakaingia vitani mbele ya Urusi ambayo ipo tayari kupambana kwa zaidi ya miaka 10. Amesema jeshi la Urusi kwa sasa, ambalo kwa kiasi kikubwa limepambana na mataifa hayo katika vita nchini Ukraine, limeonyesha uwezo wa hali ya juu, na sasa mataifa ya magharibi yamekuwa yakijiuliza ni namna gani wataweza kuikabili Urusi kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia inaelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba hali ya sasa katika NATO inazidi kuwa ngumu kutokana na ushirika unaozidi kuongezeka ambao rais wa Marekani Donald Trump amezidi kutafuta kutoka kwa Rais Putin. Paris na Berlin hazina imani kwamba Paris, Berlin pamoja na London ndio mataifa makubwa katika NATO kwa sasa ukiacha Marekani, na ndio ambayo yanaheshimu kifungu cha 5, na bila hivyo sababu za NATO kwa ubora wa kimkakati ni udanganyifu. NATO wanategemea wazi hisia za utawala wa Trump kwa majadiliano ya kujenga na njia ya kumaliza mizozo, ukiwa ni pamoja na mzozo wa Ukraine, na anachofanya kila kitu kuchochea kuongezeka kwake. Na wanachofanya wanachama wengine hasa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ni kuchochea kuongezeka kwa vita hivyo. Amesema kambi hiyo inalenga kutoa rasilimali kwa haraka kwa vikosi vya washirika vya kujibu, na imezindua ongezeko jingi la pato la ulinzi na viwanda vya Ulaya, lakini mpango wao ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Hata hivyo, anasema kwamba mataifa hayo hayana kiwango cha kuweza kufanya mapambano dhidi ya Urusi, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akiyaambia mataifa hayo kwamba kwa nyakati hizi Urusi imejiandaa vema na ina jeshi kubwa na kila mwaka inatengeneza jeshi lake. Na hata baadhi ya viongozi katika NATO waliwahi kueleza kusema kwamba jeshi la Urusi ni jeshi kubwa mno na limekuwa likitengeneza silaha pengine mara 3 kuliko mataifa ya magharibi. Operesheni za uvamizi ni za gharama kubwa, na hali ya uchumi katika mataifa ya magharibi hasa ya NATO imekuwa ikiyumba kiasi kwamba wakibadilisha aina ya uongozi unaokaa madarakani, matrilioni ya dola katika uwekezaji katika vita na katika jeshi yatahitajika, na hii itaweza kuilinda NATO katika nyakati hizi. Sasa rais wa Marekani Donald Trump analazimisha mataifa hayo kutumia 5% ya pato la taifa katika majeshi ya NATO, jambo ambalo nchi za NATO zimekuwa zikiona haiwezekani. Miaka ya nyuma rais wa Marekani aliwaambia watu wa NATO kwamba wanapaswa kutumia 2%, na bado baadhi ya mataifa yameshindwa. Hali hii ndio ambayo inaofanya wachambuzi wa mambo
kufuatana na kauli ya Narishkin kwamba mataifa ya NATO hayajajiandaa kwa ajili ya vita na Urusi na kwamba ni mataifa machache ambayo yamekuwa na nguvu katika kutaka kufanya vita na Urusi, jambo ambalo litafanya mataifa mengine kushindwa kuingilia kati. Lakini katika mataifa ya NATO yapo mataifa ambayo Rais wa Urusi Vladimir Putin ameyatengeneza kuwa mataifa rafiki, ikiwa ni pamoja na Uturuki na baadhi ya mataifa mengine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri ulimwenguni kupitia hapa The World News.